Mnandi Jr, Mnandi Junior, mambo vipi bwana? Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia pumzi. Nimeamka salama na leo ni Jumamosi karimu kabisa. Ya CRDB Confederation hapa Tanzania. Leo nyasi zinaungua. Nyasi zinaumana. Pale pale kwenye jumba la dhahabu au penda kuliita jumba leupe. Sasa leo sijajua wataingia jumba leusi au jumba lekundu. Bana sijajua hapo. Maana leo wanaenda tena pale pale. Je, wataingia vyumbani ama wataenda tena kule kule? Tunataka tujue, maana kuna watu wamesema wachezaji wao wana thamani kubwa hawezi kuingia kwenye vyumba vya Meja Jenerali. Sasa leo tunataka tujue wataingia kwenye vyumba vya Meja gani? Meja Shabani au Meja Juma? Tunataka tuone leo. Bwana, tukianza na tukio la Young Africans kujenga uwanja. Kelele zilikuwa nyingi, hatimaye wanaenda kwanza kujenga uwanja bwana Mnandi Jr. Ili jambo wenyewe wanasimba mnalipokeaje? Kwa mimi binafsi huwa siishi kwenye story. Mimi binafsi huwa naishi kwenye uhalisia. Story siku zote huaga sio shida zangu. Kwa sababu pale hakujaanza leo wala juzi. Toka miaka hiyo. Pale kila kiongozi anayotaka madaraka lazima alete mafundi waje wapime pale, baada hapo anaenda kuchukua fomu anapata uongozi. Kwa hiyo pale hakuna tofauti na kwenye sehemu za kwenda kuabudu kwenye milima huko. Umeona bwana? Pale hakuna tofauti kabisa na Ngende huko. Umeona bwana? Hakuna tofauti. Kwa hiyo pale ni sehemu ya kwenda kuabudu, kuomba ili upate chochote. Ndio pale. Lakini sidhani kama pale itakuwa ni sehemu halisi ya kujenga uwanja. Kwa sababu toka umekabidhiwa hati mwezi wa 8 kwenye siku ya mwananchi, sasa hizi nadhani uwanja ungekuwa tayari. Kulikuwa hakuna umuhimu tena kwa kusanya viongozi wa serikali kuwaita pale. Yaani kila siku wanakuwa wanazungumza kitu kimoja. Mimi ninachokiamini mimi anaofanya kweli hana story. Anaofanya kweli yeye kauli ni moja tu. Ni kwenda kuonyesha wakandarasi ni hawa hapa na kuwaleta na kuanza kazi. Sidhani kama kulikuwa na story ya kuendelea kuwaleta viongozi wa serikali bado na kuendelea kutoa maoni. Zile ni siasa ambazo zinaendelea kwenye mpira wa Tanzania. Kwa hiyo uwanja ujengwe? Inawezekana ukajengwa. Ila mpaka ujengwe tutazungumza. Lakini kwa hiki kinachoendelea ni story. Miezi 20 bwana. Ndio maana nakwambia kwa hichi kinachoendelea ni story. Yaani binafsi wewe ukishapewa certificate, si tayari umeshakuwa tayari umehitimu. Unatakiwa ukaanze majukumu yako ya kazi. Au eti ukipewa cheti unakuwa ukafanya nini? Eti. Dereva akishapewa leseni, baada ya kutoka kwenye mafunzo atakuwa kufanyaje? Aendesha gari, sio? Sasa kama umepewa leseni umeenda kuiweka ndani, alafu kila siku unakaa kwenye vijiwe vya kahawa unasema nina gari yangu kesho nitaenda kuitoa, nitaanza kuendesha. Au kuna kampuni nimeipata kesho nitaanza kwenda kuanza kazi. Lakini kila siku tunaonana kwenye kijiwe cha kahawa. Je, tujue ni uhalisia utaenda kuendesha au utakuwa unaendesha kwenye vijiwe vya kahawa? Kwa hiyo wao uwanja watakuwa wanajenga kwenye lile gofu lao kwa ajili ya maneno. Sio uwanja kwenye uhalisia. Uwanja unajengwa kwa maneno. Mimi sijadhani uwanja kama unajengwa kwa vikao. Sidhani uwanja kama unajengwa kwa romance za maneno. Uwanja unajengwa kwa vitendo. Arusha uwanja unajengwa, uliona vikao vingapi vya serikali kuelekea ujenzi wa uwanja Arusha? Ili ujue kwamba watu wako serious kwa ajili ya kujenga uwanja. Arusha uwanja si unajengwa mkubwa huko. Uwanja wa kisasa, uwanja bora kwa ajili ya AFCON mwakani. Uliona serikali wamekaa vikao vingapi kwa kutuonyesha sisi kwamba wanajenga uwanja Arusha? Uliviona? Mimi sijashuhudia. Ndio nakuuliza wewe ni Mtanzania na uwanja unajengwa kwenye ardhi ya Tanzania kwa ajili ya AFCON. Uliona vikao vinakaa vya serikali kwa ajili ya kujenga uwanja Arusha? Labda tuonyesha sisi, labda kama walikaa kwa siri labda. Kwa nini nyuma mwiko asikae kwa siri? Na ndio maana nilikwambia kitu chochote cha maana huwa kinatengenezwa sio kwa story, kinatengenezwa kwa vitendo. Na maana kama ni vikao vya ndani vya kuongea na masponsor, vya kuongea na mkandarasi kwa ajili ya kuanza ujenzi wa uwanja. Ina maana sisi tutakuwa tuone tu kwamba ujenzi rasmi unaanza, ndio kile kitu tutakuwa tukione. Lakini majuzi wamekaa kikao, jana wanakaa kikao, sikukataa nyuma wamekaa tena kikao. Au watu sisi tuwaelewe vipi? Na kwenye uwanja wao bwana, baadhi ya wachambuzi wamekosoa umiliki wa 50% kwa 50. Mwekezaji na klabu. Kumekuwa kidogo na mkanganyiko kwenye mitandao ya kijamii. Wengine anasema hili sio sawa. Mwekezaji kunabidi awe na asilimia ndogo kuliko klabu. Klabu ndio kunabidi iwe na asilimia kubwa zaidi ya umiliki kwa sababu yenyewe ndo inahodhi uwanja mzima. Kwani nyuma mwiko wana mwekezaji? Eti hakuna mwekezaji bwana? Nani mwekezaji wao nyuma mwiko? Wewe unamjua mwekezaji wa nyuma mwiko? Kwenye klabu yao unaweza kunitajia? Si kampuni ya GSM ndio yule, sio mwekezaji. Yule wamesema ameshinda tenda ya ujenzi wa uwanja, lakini sio mwekezaji. Ameshinda tenda ya ujenzi wa uwanja. Sisi tumeelewana? Na kuelewa sana. Kwa hiyo maana yake yule anaonekana ni mkandarasi wa ujenzi wa uwanja pale Jangwani, lakini sio mwekezaji. Sasa ndo nashangaa inakuaje kwamba wewe mkandarasi achukua 50%, alafu kwenye klabu nao achukua 50%. Wewe umeshia kuona hiyo? Yaani anakujengea uwanja kwake ataumiliki kwa 50%. Na wewe mwenye uwanja utaumiliki kwa 50%. Kwa hiyo yule ni mkandarasi au tujue yule ndo mwenye kampuni ya nyuma mwiko? Eti wewe umepaelewa hapo? Ndio maana nimekuuliza hapo. Subiri basi. Wenyewe wamesema kwamba walitangaza tenda kimya. Lakini aloshinda ni nani?
JSM, si ndio? Kama kashinda tenda, ameshinda tenda ya kufanyaje? Kuuza jezi, ameshinda tenda ya kufuga vyura, ameshinda tenda ya maandamano au ameshinda tenda ya ujenzi wa uwanja. Eti tufafanue ili na wadau ambao wanatufuatilia wapate kugundua kwamba tunachokizungumza, kwa sababu sisi wengine ndio wasema ukweli. Kutafuta wachambuzi ndio sisi. Kutafuta wasema ukweli ndio sisi. Na tutazungumza kitu ambaye hata ukisikiliza ukiweka bando lako linaenda vizuri. Tunachojua sisi JSM, yeye ni mkandarasi, ameshinda tenda ya kujenga uwanja. Sawa? Hakushinda tenda ya mwekezaji nyuma mwiko, kwa sababu mchakato wao mpaka leo umefungiwa kwenye kabati. Na hakuna nyuma mwiko yoyote anaojadili sasa hivi. Kwa sababu wanapata matokeo. Sasa je, hiyo 50% anaichukua kama nani? Anaichukua kama mkandarasi au 50% anaichukua kama mwekezaji? Tunataka tujue. Lakini kwa sababu wenyewe nyuma kwenye mwiko, kila kitu wao kwenye mwiko, basi waache waburuzwe tu. Sio, umeelewa? Waache waburuzwe tu. Sasa sio shida zetu. Sio, umeelewa kwa makini? Nakuelewa sana. Kama mkandarasi anachukua 50%, wenye klabu wanamtafuta mkandarasi kuwajengea uwanja anachukua 50%. Hela anampa nani mkandarasi ya kujenga uwanja? Eti kwa hiyo anajenga bure. Eti wewe mkandarasi anajenga bure. Sema naka atapata 50 hizo. Ndio nisikilize, anajenga bure. Atajengaje bure? Mkandarasi manake mnaingia mikataba. Sawa? Kiasi gani cha pesa ambaye atawajengea uwanja wenu? Sio maana yake? Sasa kama mmeingia mkataba kwa kiasi cha pesa cha kuwajengea uwanja wenu, anamiliki vipi sasa huo uwanja kwa 50%? Manake unaona hapako sawa? Wewe mwenyewe ndio umeanzisha hiyo hoja. Mimi nilikuwa sina muda kwa wachambuzi. Na ndio maana nimekwambia Alex Ingereza amekosoa, amesema hili jambo ni kama la kitapeli hivi. Si ameshitakiwa huyo? Au Ingereza gani huyo? Au Ingereza kwenye nyumbani kwetu Msanga huyo? Mchambuzi huyo bwana. Eti wa Uzalamoni. Sababu Ingereza nimeambiwa naye yupo kwenye mzee wa Jamvia. Sasa naye anaendelea kukosoa, na kukosoa nini sasa? Wakati wewe upo kwenye kifungo. Kwa hiyo hata wafungwa pia wanakosoa. Kwa sababu wafungwa kwa nyuma mwiko. Huyo na mzee wa Jamvia sasa hivi ni wafunga, hataki kuongea chochote kuhusu nyuma mwiko. Wakiachie tu kile chuma cha Gongo la Mboto. Ndio kinatakuwa kiongeza hizi. Kwa nini? Si ndio chenye haki na chenye zamana kuongelea nyuma mwiko. Sio wao wengine. Sasa Uingereza naona bado anaendelea kujilipua. Waache endelee kujilipua. Kwa sababu wakishakukataa, lakini yeye anaendelea kujilipua. Kwa hiyo kwa mimi kama mdau wa soka, mkandarasi kumiliki 50%, sawa? Na mwenye uwanja kumiliki 50%. Hayo ni maajabu ya kenge. Kukimbia mvua kuingia baharini. Maajabu ya kenge, kukimbia mvua alizikavu kuingia baharini. Kwa unge mkono. Wewe unapaonaje hapo? Brother. Mfanye biashara kwenye ofisi yako, anawezaje akalimiliki duka kwa 50%? Inaingia akilini hiyo? Manake hapo tuulizane mimi na wewe. Wewe na kampuni yako. Umemwajiri mtu kuja kufanya kazi. Kwenye ile kampuni anawezaje kuimiliki yeye 50%? Inaingia akilini hiyo? Ndio maana nikiwaambia kila siku nyuma mwiko, nyewe kazi yenu kukaa kwenye mwiko, lakini hawasikii. Kazi na watakaa sana kwenye huo mwiko. Mpaka wavunjikie ndio watajua. Mimi nakwambia huo mwiko ukiwavunjikia ndio watajua. Kwa sababu mwezekani kila siku mnaongopewa bado mnakubali tu. Mnaongopewa bado mnakubali tu. Eti mtu kashinda tenda. Kashinda tenda kama nani? Tenda gani aliyoshinda? Ya uwekezaji. Tumemwambia kashinda tenda ujenzi wa uwanja. Sasa mkandarasi anawezaje kumiliki uwanja 50%? Kama si janja hiyo. Sasa msichokijua leo mimi nitawaambia. Nilikuwa naficha leo nitawaambia. Msichokijua leo nitawaambia. Kununa munune, sawa? Mwenye kuchukia zaidi achukie, na akiona imezidi kunywa sumu kajichimbie shimo kufa. Lakini ukweli mimi nitawaambia, timu ni mali ya hiyo kampuni. Hiyo 50% kwa 50 ni uongo. 120% anamiliki huyo mkandarasi. Huo ndio kweli. 120%, sio 100. Sio, umenielewa kwa makini? 150%. Maana 20 nimeweka ndogo naongeza 30. 150%. Hiyo klabu ni ya kwake. Kila kitu pale mnakiona ni cha kwake. Kwani gofu kalipaka rangi nani? Lile gofu. Eti gofu kapaka rangi nani? Pale wanakofanya maandamano lile gofu lile. Kapaka rangi nani? Wewe umjui alopaka rangi pale? Gofu lipi Mnandi bwana? Alafu wewe usifanye kama, ndio maana nakwambiaga naona kaa kwenye huo mwiko au unaona subiri mwiko kuvunjika. Gani ndio nalizungumzia? Kwa hiyo gofu ulijui? Mimi silijui. Kwani unajui maana ya gofu? Gofu silijui bwana. Wewe tusidanganyane, unajua. Wewe mlio usijue maana ya gofu. Gofu si jengo ambalo lifanye kazi au halijakamilika ama limetelekezwa, ndio maana ya gofu, sio? Jengo la zamani.
Lakini kama linatumika sio gofu bwana. Lile gofu lile linatumika kwa kazi gani zaidi ya maandamano? Wewe unaona kuna biashara gani pale inafanyika? Ushaona kuna frame za biashara pale? Mimi napita kila siku pale. Kuna mfanya biashara gani anaweza kwenda kupanga pale? Unamuuzia nani pale? Ukawauzie vyula? Vyula na mbu. Lakini Mnandi Junior msikie mkazibwa midomo. Kwenye nini? Kwenye nini? Unaona anajenga bwana. Wanajenga nini? Wanajenga nini? Sanajenga uwanja? Wewe hapa umenielewa kwa makini? Nimekuelewa. Umenielewa kwa makini? Lakini vitendo vinaweza vikaonekana pale bwana. Bwana, kwenye misamiati mitatu. Kuna wakati uliopo, wakati uliopita na wakati ujao. Wao wapo kwenye wakati gani? Ambao tunauzungumza sasa hivi. So wako uliopo bado. Sasa umesema watajenga. Sasa kama watajenga leo, eti hapo tuko kwenye wakati gani? Uliopo, wakati ujao au uliopita? Tupo wakati uliopo. Sababu engineer Hersi wakati anaingia madarakani alisema atajenga uwanja. Si umeelewa? Atajenga uwanja. Mpaka sasa huu ndio mwaka wake wa mwisho. Je, tunasemaje? Atajenga au ameshajenga? Atajenga, bado hajajenga. Bado hajajenga, atajenga miaka 10 ijayo, si ndio? Sababu kauli ya atajenga maana yake sinaishi. Eti labda inawezekana mpaka akiondoka duniani ndio tutajua kwamba kweli imeshindikana. Lakini kwa sababu bado yupo anapumua kwa uwezo wa anga, mimi naamini atawajengea. Ila bado maana yake ni wakati ujao. Lakini kwa wakati tuliopo bado hawajajenga. Bado ni story. Bado ni propaganda. Umeona bwana? Na kama utajengwa uwanja, hiyo ni mali ya kampuni, sio mali ya Dar es Salaam Young Africa ama Nyuma Mwiko. Sawa? Au Bwagabwaga FC. Nyewe tuna watapeli ligi wazenu sasa mmekutana na mziki huo. Matapeli kwa matapeli wamekutana. Patachimbika hapo. Hapo patachimbika. Kwa hiyo Mnandi Junior uwanja ukijengwa maana yake bado kutakuwa na kadhia nyingine. Ukishajengwa sio wao. Bora wangempa Manji kipindi kile bado yuko hai. Alikotaka kujenga Yanga yake. Baadhi ya watu kuliko huu. Baadhi ya watu wamesema bora wangeenda benki kukopa pesa. Nisikilize mimi. Wajenge uwanja afu aanze kulipa deni. Nisikilize mimi. Kwani hao madeni ya FIFA analipa nani kila siku? Eti msimu ulioisha sio umeambiwa na hasara bilioni 1 na point. Ile hela analipa nani? Ile bilioni 1 na point analipa nani? Sio analipa wenyewe. Kina nani? Klabu. Ulisikia walitoa lipa namba walipe? Ile bilioni 1 na point. Walipewa lipa namba. Zaidi ya kuambiwa tu timu yetu ina thamani ya bilioni 100 wanapiga saluti. Sasa thamani ya bilioni 100 ndio hiyo hapo. Mnaambiwa 50-50 na mkandarasi. Ushawahi kuona wapi? Yaani mpangaji awe na nguvu kwenye nyumba yako. Haya ni maajabu. Anasemaga Baraka Azori Mpenja. Haya ni maajabu na kweli ni maajabu. Tunayaona msimu huu.